Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo mahali popote unanifuatilia. Nikukaribisha tena kwenye chaneli ya Saa ya Uamsho Ulimwenguni. Kwa neema za Mungu tena tunaendelea na ujumbe unaosema mfumo wa uchumi unavyotegemea hali ya kiroho ya mtu na kazi ya Mungu. Mfumo wa uchumi unavyotegemea hali ya kiroho ya mtu na kazi ya Mungu. Nilikwambia nitaweka msingi kupitia vitabu vitatu, lakini ninaomba ufungue Biblia yako waraka wa 3 wa Yohana sura ile ya 1 na ule mstari wa 2. Kabla sijasoma, ninaomba niweke tena utangulizi. Hapo tulipoangalia sehemu ya 1 nilikuambia kila jambo unaloliona chanzo chake ni kwenye ulimwengu wa roho. Mafanikio ya mtu au matatizo alionayo mtu chanzo chake ni kwenye ulimwengu wa roho. Kwa maana ulimwengu wa roho ndiyo ulimwengu wa asili. Yaani mchakato wa mambo yote unayoyaona kwenye ulimwengu wa mwili, mchakato wake unaanzia kwenye ulimwengu wa roho na baadaye hilo jambo linadhihirika kwenye ulimwengu wa mwili. Kila kitu unachokiona kimesimama kwenye uso wa nchi kiliumbwa tokea kwenye ulimwengu wa roho. Yaani vitu vinavyoonekana viliumbwa kutokea kwa vitu visivyoonekana. Ina maana ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana kwa macho ya nyama, lakini upo nao ni halisi. Nao ndio huruhusu jambo liwe na huzuia jambo lisiwe. Ulimwengu wa roho ndio ulimwengu wenye mamlaka juu ya ulimwengu wa mwili. Mtu aliye na mamlaka kwenye ulimwengu wa roho ana uwezo wa kuwaongoza watu walio na mamlaka kwenye ulimwengu wa mwili na akawa juu yao. Mtu aliye na mafanikio kwenye ulimwengu wa roho, ina maana hata kama hana kitu kwenye ulimwengu wa mwili, ni swala la muda tu hayo mafanikio yaliyoko kwenye ulimwengu wa roho yatadhihirika kwenye ulimwengu wa mwili. Na baraka zote za mtu na mafanikio yote ya mtu yako kwenye ulimwengu wa roho. Ustawi wa mtu ni ule uwezo wa kuyakonvati au kuyabadilisha au kuyadhihirisha yale yaliyoko kwenye ulimwengu wa roho, kuyadhihirisha kwenye ulimwengu wa mwili. Nikakwambia sasa, biashara unayoiona chanzo chake ni ulimwengu wa roho. Kila soko unaloliona ni la kiroho kwanza kabla halijawa soko la kimwili. Ukiona kampuni imesimama, ilisimama kwanza rohoni. Na ndio maana nikakwambia kwamba sehemu ya 1, kila jambo unaloliona sasa limesimama na limefanikiwa, nyuma yake kuna watu waliziendea mamlaka za rohoni, wakatoa sadaka, wakanena maneno. Wengine walichinja watu, wakatoa damu za watu. Wengine walitoa viungo vyao kama kafara, wakapata magari unayoyaona, wakasimamisha kampuni unazoziona, wakatengeneza majina unayoyaona sasa wamekuwa maarufu. Lakini nyuma yake kuna mamlaka ya kimungu iliyowasimamisha, au kuna mamlaka ya giza iliyowasimamisha. Na ndio maana nikasema sasa, kwa wale wasioweza kumiliki ulimwengu wa roho na kutawala kuanzia ulimwengu wa roho, ni vigumu sana kufanikiwa kibiashara, ni vigumu sana kuanzisha kampuni, ni vigumu sana kustawi kiuchumi, kwa maana mambo yote chanzo chake ni kwenye ulimwengu wa roho. Ukitaka kufanikiwa ni lazima ujue kanuni za ulimwengu wa roho, na ndio maana tuliangalia kanuni kaza wa kaza zinazotawala ulimwengu wa roho, na ndizo hizo kanuni zinampa mtu kustawi kiuchumi. Kwa hiyo unaweza ukarudi ukasearch hapo mfumo wa kiuchumi unavyotegemea hali ya kiroho ya mtu na kazi ya Mungu. Niliongelea vitu kaza wa kaza. Leo tena nitatokea kwenye waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 na ule mstari wa 2. Maneno ya Mungu yanasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo.
nikakwambia kwamba mafanikio ya mtu, kufanikiwa katika mambo yote kunategemea mafanikio ya kiroho ya mtu. Kama vile roho yako ifanikiwavyo, ndivyo vile unapata mafanikio yako. Kama vile roho yako inavyostawi, ndiyo vile biashara yako inastawi. Kama vile roho yako ifanikiwavyo, ndiyo vile makundi ya ng'ombe yako yanaongezeka. Ndiyo vile unaongezeka kikazi, unapandishwa cheo. Ndiyo vile unapanda kiuchumi kulingana na mafanikio ya rohoni. Na tunaposemea sa kinyume chake, kama vile roho yako isivyofanikiwa, kama roho yako ilivyo dhaifu, ndivyo afya ya kila kitu cha mambo yako inakuwa ni dhaifu. Kwa maana tunaposemea afya ni ule ustawi, ni ule usitawi. Na tunaposemea mauti ni ile roho ya kuharibu. Unapoona nyumba yako inaharibika, ina maana ni roho ya mauti ipo inaitafuna nyumba yako. Ina maana afya haipo, uzima haupo. Unapoona biashara yako inaharibika, unapoona mifugo yako inaharibika, unapoona mazao yako yanaharibika, unapoona mashamba yako yanaharibika, unapoona magari yako yanaharibika, nyuma yake kuna roho ya mauti inayotafuna vitu vyako. Unapoona vitu vyako vinachakaa kwa muda mfupi, unaviona vyombo ulivyonunua ndani vinapasuka ovyo, ujue nyuma yake kuna roho ya mauti. Ina maana nyuma yake hauna ule uzima au hauna ile afya. Ina maana kama hauna afya, kukosa afya kumeanzia rohoni. Ina maana haujafanikiwa kiroho, na badala yake rohoni umemilikiwa na roho ya mauti, na hiyo sasa imekuwa mpaka kwa mambo yako yote. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako. Ina maana kuwa na uzima. Ina maana kuwa roho ya mauti iwe mbali na wewe. Roho ya mauti iwe mbali na mifugo yako. Roho ya mauti iwe mbali na mashamba yako. Roho ya mauti iwe mbali na nyumba yako. Roho ya mauti iwe mbali na watoto wako. Roho ya mauti iwe mbali na ndugu zako. Ili roho ya mauti iwe mbali na ndugu zako, iwe mbali na biashara yako, iwe mbali na kila kitu unachomiliki, ni lazima ufanikiwe kwanza rohoni. Unaposhindwa kufanikiwa rohoni, unafeli katika mambo yako yote, na roho ya mauti inakuwa juu yako, na roho ya mauti inakuwa juu ya vitu vyako. Amen, amen. Ina maana mafanikio ya mtu sasa, aidha unataka ustawi kiuchumi, unataka ustawi kifedha kwa sababu ni uchumi, unataka ustawi kimifugo, ni wewe ni mfugaji, unataka ustawi, unataka ustawi kazini, upandishwe cheo, unataka ustawi kwenye kila jambo unalolitaka, tafuta kwanza kanuni za ulimwengu wa roho, na tafuta kwanza kufanikiwa kiroho. Tuende pole sana, ninaomba unisikilize. Mtu aliyeokoka ni vigumu sana kufanikiwa paka afanikiwe kiroho kwanza. Mtu aliyeokoka ni ngumu sana kufanikiwa paka afanikiwe kiroho kwanza. Mafanikio na afya au ustawi wa mtu ni matokeo ya mafanikio ya rohoni. Yani unapoona mtu amestawi, unaona mtu ana kampuni, unaona mtu ana biashara nzuri, unaona mtu amepandishwa cheo, unaona mtu ana fedha, unaona mtu yuko vizuri kiuchumi, mafanikio yake hayo yanaanzia kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Ina maana roho yake imefanikiwa. Amen, amen. Ukifanikiwa mwilini kabla haujafanikiwa rohoni, mafanikio yako yatakuwa ni ya muda tu, na baadaye hayo mafanikio yatapotea. Yani ukawa na uchumi mzuri, ukaongezeka kiuchumi, maongeo ya ng'ombe yako yakaongezeka, mashamba yako yakaongezeka, biashara yako ikakuwa na kustawi, makampuni yako yakaongezeka, magari yako yakaongezeka. Lakini kama mafanikio hayo hayajaanzia kwenye ulimwengu wa roho,
ni swala la muda tu, na hayo mafanikio yatapotea kabisa na wewe utarudi na kuwa duni. Vitu vya nje haviwezi kukusaidia ndani. Yani vitu vinavyokuzunguka nje haviwezi kukushikilia ndani kwamba uendelee kustawi na kuwa na uchumi mzuri. Bali sasa vitu vya ndani, vitu vilivyoko ndani ya roho yako au ndani ya nafsi yako husaidia kupata vitu vya nje. Ina maana vitu vya ndani, yani kama hata kama hauna kwa nje, lakini kama ndani una vitu, hivyo vitu vilivyoko ndani yako sasa ndio vile vinaweza kukusaidia kupata vitu vya nje. Lakini kama umejiwekezea vitu vya nje, ni ndio una magari, ni ndio umestawi kiuchumi, una biashara, lakini kumbuka kama hauna vitu vya ndani, hivyo vitu vya nje haviwezi kukusaidia ndani ili uweze kustawi. Ina maana mafanikio ya mtu lazima yaanzie ndani, yatokezee kwa nje. Yakianzia nje kwenda hawezi kufanya vitu vya ndani viongezeke. Hayo mafanikio yatakuwa ni ya muda tu. Twende pole pole. Katika mfumo wa rohoni, wasiokoka wanafanikiwa sana bila maombi na bila kuokoka kwa sababu ya mfumo wao. Yani wale wasiokoka, wale wasiomjua Mungu, mfumo wa rohoni unawaruhusu kufanikiwa. Kwa maana mfumo wa rohoni unajua, na shetani anajua, hata kama wakifanikiwa, wakawa na ufahari, wakawa na biashara, wakafungua makampuni, wakastawi kiuchumi katika nyanja mbalimbali, kifedha, ina maana shetani anawaruhusu tu wafanikiwe kwa sababu hawatakuwa na madhara yoyote kwenye ufalme wa shetani, na badala yake sasa watakuwa na madhara kwenye ufalme wa Mungu. Yani watakuwa na madhara kwa wana wa Mungu, kwa sababu sasa atawatumia hao kuwamiliki wana wa Mungu na kuwatesa. Amen, amen. Kwa hiyo anawapa watu vitu ambao hawajaokoka kabisa, wanafanikiwa tu bila ya maombi, bila ya kuokoka au bila ya kufanya kitu chochote. Lakini mafanikio yao anajua kuna siku atawashika na atawavuna kama yeye atakavyo. Kwa hiyo ikiwa kama tunasema sasa, hii inaonesha sasa kwamba wana wa Mungu hatuna mamlaka kwenye ulimwengu wa roho, kwamba kusafiri kwenda Marekani inahitaji maombi, kujenga nyumba inahitaji maombi, kuanzisha biashara inahitaji maombi. Ina maana kufaulu tu masomo inahitaji maombi. Hii inawakilisha kwamba hatujafanikiwa kiroho, na badala yake tumekuwa omba. Hatujui kanuni za kiroho, na ule upande wa shetani unatumiliki, nao wametawala. Na kama wana wa Mungu tukikuwa tumetawala, vitu vyote vinakuwa upande wetu. Kwa sababu hiyo wana wa Mungu hatuna mamlaka, hatujatawala na kumiliki ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, na ndiyo maana vitu vyote inakuwa mpaka tuombe. Yani vitu vya kusafiri mpaka tuombe. Kwa hiyo hii inatudhihirishia kwamba hatuna ushindi katika roho. Kama tuna ushindi katika roho, vitu hivi Mungu ameshatubariki. Amesema kwa baraka zote za rohoni, yani ametubariki kwa baraka zote za rohoni. Kila kitu tunachokitaka ametukirimia Mungu, ameshatubariki. Yani kama kujenga tu nyumba ni jambo rahisi kama tuna ushindi rohoni. Ni jambo rahisi kama tunamiliki maeneo kiroho. Ni jambo rahisi kama tunamiliki taifa kiroho. Ni jambo rahisi tu kama tunamiliki wilaya kiroho. Ni jambo rahisi tu kama tunamiliki mikoa kiroho. Ni jambo rahisi tu kama tunamiliki vijiji kiroho. Kwa hiyo utakuta sasa wana wa Mungu wamemilikiwa na wana wa ibilisi. Wana wa Mungu wamemilikiwa kitaifa. Wana wa Mungu wamemilikiwa kimikoa. Wana wa Mungu wamemilikiwa kiwilaya. Wana wa Mungu wamemilikiwa kimitaa. Yani kwenye mtaa tu, mtaa wako wachawi wanakusumbua. Yani ukisikia tu paka unapata wasiwasi moyoni mwako, unaanza kuomba kwa hofu. Hilo ni dhahiri kwamba hauna ushindi rohoni. Yani wewe unang'ana kujilinda na wachawi. Kabla badala ya wachawi wajilinde na wewe usiwazuru, wewe ndio unajilinda na wachawi. Unakuwa na hofu,
Ukiona ndege wanalia unakuwa na hofu. Hii ni dhahiri kwamba mtawala wa eneo hilo unaokaa wewe ni wachawi, ni shetani, ni wakuu wa giza ndio wanatawala. Kama wana wa Mungu tunatawala maeneo, ina maana ni dhahiri kwamba wachawi hata hakuna kupaa. Wachawi hawaruhusiwi kufanya kazi zao. Kwa hiyo utakuta wachawi wanapaa kama wanavyotaka, wanafanya vikao kama wanavyotaka. Kwa sababu gani? Ndio wamiliki wa maeneo. Ukiona wanamiliki namna hiyo, ina maana wana control watu wote, ni nani ajenge, ni nani awe na biashara. Kwa hiyo ukienda sokoni, masoko ni ya kiroho kwanza kabla hayajawa ya kimwili. Wale wanaopareti masoko, wanaomiliki masoko ni wachawi, ni wa kiroho, sio wana wa Mungu. Na ndiyo maana utakuta masokoni wale wanaouza wanatumia uchawi tu. Ukienda mwana wa Mungu haufanikiwi na kwa sababu hutafanikiwa mpaka uwe na mamlaka, uwatishe wachawi wote wanaomiliki soko na uwaambie kwamba yeyote anayetumia uchawi hataweza kukaa kwenye soko. Ukiwa na mamlaka ya namna hiyo, ina maana wewe utastawi tu kiuchumi. Biashara yako tu itastawi kwa sababu utakuwa ndiye mtawala wa soko hilo unalofanyia biashara. Utakuwa mtawala wa sehemu unayofanyia biashara, kwenye frame yako. Utakuwa tu mstawi kama ukiwa na authority rohoni, kama ukiwa na mamlaka rohoni, kama ukiwa na ushindi rohoni. Amen, amen. Kwa hiyo nisikilize sana. Kwa hiyo ustawi wa wana wa Mungu kiuchumi ni lazima tuwe na mamlaka. Ni lazima tumiliki maeneo. Ni lazima tumiliki masoko. Ni lazima tumiliki kila kitu. Ardhi iwe upande wetu. Ni lazima anga liwe upande wetu. Ni lazima tuwe watawala kwenye ulimwengu wa roho, sio katika ulimwengu wa mwili. Kiasi kwamba tukitoa tamko kwenye ulimwengu wa mwili wa roho, linakuwa vile vile kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo mafanikio yetu sisi yanategemeana na uwezo wetu wa kumiliki maeneo, na uwezo wetu wa mafanikio kiroho, na uwezo wetu wa kushinda kiroho. Kama tukiwa na ushindi mkubwa wa rohoni, tukawa na mamlaka makubwa rohoni, ina maana mambo yote ya kiuchumi yanakuwa ni mepesi kwetu. Lakini kama tukimilikiwa rohoni, Freemason ndio watamiliki maeneo, wachawi na waganga ndio watamiliki maeneo, manabii wa uongo ndio watamiliki nchi. Wana wa Mungu itakuwa ngumu sana kufanikiwa kiuchumi. Hata kama tukifanikiwa itakuwa ni kwa ugumu sana. Bali watakaofanikiwa ni wale wasiokoka, ni wale wanaomtumikia shetani, kwa sababu ya mfumo unaruhusu wale wafanikiwe. Na sisi Mungu ameweka tu mfumo kwamba tukifanikiwa, hali kadhalika hatujabadilika ndani, hali kadhalika hatujabadilika kiroho, hatutaweza kumpata Yesu. Ina maana kuna vitu vingine anatunyima mpaka kwanza tumpate yeye na tufanikiwe kiroho, ili sasa tuweze kutoka kiuchumi. Amen, amen. Kwa hiyo leo tena sasa nilikuwa na weka utangulizi hapo, na rejelea vile ambavyo tuliangalia sehemu iliyopita. La kipengele cha leo tutaangalia kwa ufupi sana, alafu zeni nitarudi wakati ujao. Kipengele kinasema uchumi katika hazina ya roho unategemea kiasi unachowekeza kwenye kazi ya Mungu. Uchumi katika hazina ya roho unategemea kiasi unachowekeza kwenye kazi ya Mungu. Amen, amen. Kwa hiyo tutasoma maandiko kadha wa kadha hapo haraka ili nipate kuongelea vitu baadhi hapo, na utaweza kudaka vitu vya kwako. Luka, fungua Luka kama una Biblia yako hapo. Luka sura ya 12 mstari wa 33 na 34. Luka sura ya 12 mstari wa 33 mpaka wa 34. Neno la Mungu linasema, viuzeni mlivyo navyo, mtoe sadaka. Jifanyieni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika mbingu, mahali pasipo karibia mwivi wala nondo haharibu. Kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo itakapokuwapo na mioyo yenu. Luka tena 18, fungua Luka 18, Biblia yako Luka 18 mstari wa 22. Maneno ya Mungu yanasema,
Yesu aliposikia hayo alimwambia, umepungukiwa na neno moja bado. Viuze ulivyo navyo vyote ukawagawie maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Mathayo tena, tuangalie Mathayo. Fungua kitabu chako cha Mathayo sura ya 6 na ule mstari wa 19 na hadi wa 21. Maneno ya Mungu yanasema, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo na wevi huvunja na kuiba, bali jiwekeni hazina mbinguni, kusiko haribika kitu kwa nondo wala kutu wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapo kuwapo na moyo wako. Tumesoma maandiko mengi hapo kabisa, kaza wa kaza. Ninaomba sasa utege masikio yako kwa makini sana, ili upate kitu cha kukusaidia. Unisikilize kwa makini sana. Kwa kawaida kuna uchumi wa kiroho na kuna uchumi wa kimwili. Kwa kawaida kuna uchumi wa kiroho na kuna uchumi wa kimwili. Uchumi wa kiroho ndio hujalisha ni nini mtu awe nacho kwenye uchumi wa kimwili. Ina maana uchumi wa kiroho ndio huongoza uchumi wa kimwili. Ina maana mafanikio ya mtu ya kimwili au uchumi wa kimwili unategemea na uchumi wa kiroho. Ina maana uchumi wa kiroho ni hazina ya kiroho ya mtu, ni hazina anayomiliki mtu kiroho. Hiyo hazina ya kiroho ndiyo humsaidia mtu kupata vitu vya kimwili. Kama mtu una hazina kubwa kwenye ulimwengu wa roho, ni lazima pia uwe na hazina kubwa kwenye ulimwengu wa mwili. Kama mtu una hazina ndogo kwenye ulimwengu wa roho, ni lazima pia uwe na hazina ndogo kwenye uchumi wa kimwili. Kila mtu aliyeokoka ana hazina katika mbingu, na ni jukumu kwa kila mwana wa Mungu ni jukumu la kila mwana wa Mungu kuweka hazina yake, kuwekeza kwenye uchumi wa kiroho, ili baadaye sasa ule uchumi wa kiroho umsaidie kuwa na vitu vya kimwili. Kwa hiyo na maana ni lazima mtu aliyeokoka kuwekeza kwenye uchumi wa kiroho, yani kuwekeza kwenye uchumi wake wa mbinguni. Uchumi wa kiroho ni makao ya mtu ya milele. Naposemea uchumi wa kiroho, hapa ni sehemu sasa, ni hazina ya mtu, ambapo hiyo hazina itakuwa pia ni hazina ya mtu ya milele. Amen, amen. Naomba nisikilize kwa makini sasa. Yesu akasema hivi, viuzeni mlivyo navyo mtoe sadaka. Yani ulicho nacho kiuze, na ukikiuza sio kwamba ndio utakuwa umeishiwa. Lakini sasa ili uweke mbegu, uweke hazina kwenye uchumi wa kiroho. Na utakapoweka hazina kwenye uchumi wa kiroho, ule uchumi sasa wa kiroho ndio utakupa wewe uwezo wa kumiliki vitu vingine vya kimwili. Jifanyieni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika mbingu. Ina maana kumbe uchumi wa kiroho ni akiba isiyopungua katika mbingu. Ni akiba isiyopungua. Maana ya akiba sasa, unapoishiwa ile akiba inafanya kazi. Kwa mfano, umeweka benki kama akiba milioni 100, na wewe huku ndani una milioni 1. Milioni 1 ikiisha, akili yako itakutuma kuchukua ile akiba ili kusaidie. Ina maana sasa kumbe unapoviuza ulivyo navyo, unaweka kwenye mfuko usiochakaa, unaweka kwenye akiba ya mbingu ambayo inaongeza maradufu. Unapowekeza pale sasa inakuwa ni akiba, kiasi kwamba uchumi unapokuwa mbaya, ile akiba ya mbinguni inakusaidia wewe kuwa na vitu kwenye uchumi wa mwili. Anasema hivi kwamba akiba isiyopungua katika mbingu. Kumbe unapoweka akiba hiyo haipungui, haiwi sawasawa na akiba ya duniani. Yani unapoweka magunia 100 kama akiba,
vile vitu sasa unapomaliza kuvitumia, unapoanza kutumia akiba yako inakuwa inapungua. Umetoa junia moja, basi yamebaki majunia 99. Lakini kwenye hazina ya mbingu unapoviuza ulivyo navyo, umeyauza yote majunia 100, ukaweka hazina mbinguni, ukaweka kwenye mfuko usiochakaa. Yaani sasa vinapoanza kukuzalishia hazipungui, hii hazina haipungui. Kama yalikuwa ni majunia 100 yanabaki vile vile, lakini pia yanakusaidia wewe kwenye uchumi wa kimwili. Unapata tena majunia mengine. Yaani kama ulikuwa umeishiwa kabisa, unapata tena majunia 100, lakini haya majunia 100 unayapata kwa sababu una uchumi, umewekeza kwenye ulimwengu wa roho, umewekeza kwenye hazina ya mbinguni, na hiyo hazina ni akiba isiyopungua katika mbingu, ambapo sasa nasema mahali pasipo karibia mwivi wala nondo haharibu mahali pale. Kwa hiyo ukiwa na fedha zako, ziweke akiba katika mbingu. Wekeza kwenye uchumi wako wa kiroho. Wekeza kwenye uchumi wako wa kiroho. Kumbuka kipengele cha tunaangalia uchumi katika hazina ya roho. Unategemea kiasi unachowekeza kwenye kazi ya Mungu. Ina maana ukitaka uwe na uchumi rohoni, uwe na vitu rohoni ambavyo vitakuwa kama akiba isiyopungua, na kama akiba isiyopungua itakusaidia wewe kupata vitu vya kimwili. Ina maana sasa hiyo akiba inategemea kiasi unachokiwekeza kwenye kazi ya Mungu. Unapotoa milioni 100 kwa ajili ya kazi ya Mungu, hiyo unakuwa ni pesa yako, sio fedha ya mchungaji au ya mtume au nabii. Inakuwa ni fedha yako, umeamua kuiwekeza kwenye hazina ya mbingu. Unapotoa milioni 100, ina maana kwenye hazina za mbingu Mungu anakuandikia kwamba umetoa milioni 100, na hiyo milioni 100 anaiweka kwenye hazina yako. Akiweka kwenye hazina yako kiasi kwamba ile milioni 100 sasa itakusaidia kama akiba. Unapoishiwa duniani, ile uchumi wa rohoni sasa unakusaidia kuwa vizuri kwenye uchumi wa kimwili, na kiasi kwamba unakuwa haupungukiwi, kwa sababu unakuwa na vitu kwenye uchumi wa kiroho, na hivyo vitu vinakuwa havipungui, vinakuwa ni vyako vya milele na milele, lakini vinakusaidia kwenye ulimwengu huu na vitakusaidia kwenye ulimwengu ujao. Kwa sababu tulisoma, nafikiri ilikuwa ni Luka 18 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, Yesu aliposikia hayo alimwambia, umepungukiwa na neno moja bado. Viuze ulivyo navyo vyote, yani uza kabisa ulivyo navyo vyote, ukawagawie masikini, ukawagawanyie maskini, nao utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Kisha utakuwa na hazina mbinguni. Lakini aliposikia hayo alihuzunika sana, maana alikuwa na mali nyingi. Yaani yeye alikuwa na uchumi wa mwili, lakini rohoni hakuwa na vitu. Lakini Yesu akamwambia, lakini uchumi wa mwili vitu vyake huwa vinaharibika. Nataka uviuze vyote, uviweke akiba katika mbingu, uviweke viwe hazina yako, kiasi kwamba utakapoishiwa sasa, ile hazina ya rohoni ikusaidie kupata vitu vingine vya mwilini, lakini itakuwa ni faida yako mara mbili. Ile hazina haipungui. Hata kama ulikuwa navyo vyote, ukiviuza nitakuwekea mbinguni kwenye hazina yako. Hiyo milioni 100 nitaiweka benki, lakini utakapoishiwa utaanza kutumia tu hela, utaanza utatoa milioni 10, lakini haitapungua, itabaki ile milioni 100. Itakusaidia kupata vitu vingine. Ina maana unapouza vyote ulivyo navyo, sio kwamba unaishiwa, lakini unabadilisha tu kile kitu hicho, kukitoa kwenye uharibifu na kukibadilisha kwenda kutoharibika. Yaani kama ulikuwa na ng'ombe 100, ukawauza wote, ukawatoa sadaka, ni kwamba tu haujaishiwa, bali umeamua hao ng'ombe kuwatoa kutoka uharibifu kwenda kutoharibika. Yaani unakuwa umejiwekea hazina wewe mwenyewe katika mbingu, na unakuwa umeweka akiba isiyopungua, kiasi kwamba utakapoishiwa kabisa, hao ng'ombe wangekuwa wameshakufa. Lakini kama umeweka mbinguni,
itakuwa ni faida mara mbili. Hao ng'ombe utakuwa umewekewa mbinguni, lakini pia hao waliowekwa mbinguni watakusaidia wewe kustawi katika uchumi wa mwili. Kwa hiyo Mathayo sura ya 6 mstari wa 19 mpaka wa 21. Neno la Mungu linasema, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibipo na wevi huvunja na kuiba, bali jiwekeeni hazina mbinguni kusiko haribika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Amen, amen. Uchumi wa kiroho ni makao ya mtu ya milele. Kwa hiyo niombe tuishie hapo. Naona imefika nusu saa, bado vitu vingi. Nimeona hapo mwanzo nilipokuwa nimeanza, watu wengi walikuwa wananifuatilia, lakini sasa wameacha na kuangukia kuangalia vitu vinavyoendelea vya kisiasa nchini na kuanza kuangalia kampeni. Kwa hiyo nitaishia hapo. Usikose wakati ujao, tutaanzia hapo. Na leo imekuwa tena ni utangulizi na vitu vizito. Ninaomba ucomment hapo, usubscribe na kulike, lakini kila clip nayotoa na ninaposema hivi watu hawafanyi hivyo. Na wakati mwingine najua sasa labda watu hawaelewi au watu hawafuatiliwi au hawafuatilia au watu hawaelewi kabisa, wanachukizwa na mafundisho au wanaona ni mafundisho walioyazoea, wanayasikia kila siku, sijajua. Kwa hiyo kama unataka tuendelee tena awamu ijayo, sema amen, amen. Ni comment fupi tu ambayo na mimi nitajua kweli kuna watu wanafuatilia au hamna. Mungu akubariki sana. Amen.